Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya hapa, tukusanye kesho peponi pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Namuomba Mwenyezi Mungu aondoshe ghamu na hamu na huzni za kila mwenye huzni, ampe bishara, ampe mazuri ndani ya siku hizi za Ramadhani, kwani hakuna mwenye kuondoa ghamu na huzni na majekejeke illa Allah. Mshairi anasema, ya sahib alhammi inna alhamma munfarijun abshir bi khairin fa inna alfarij Allah. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Mambo yote anayo yeye Mwenyezi Mungu. Yeye ndo mwenye kutoa, yeye ndo mwenye kuzuia, yeye ndo mwenye kunyanyua, yeye ndo mwenye kudondosha, yeye ndo mwenye kuruzuku, yeye ndo mwenye kuwanyima waliokuwa wamenyimwa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Kazi yake mwenyewe peke yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aondoshe huzni na ghamu na ufukara na kila ambayo yametugubika katika mawimbi ya mitihani ya dunia. Watukufu wa Islam, Ramadhani inatuacha. Tumebakiwa na takriban siku 3-4 tuondoke katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. La msingi, 10 hili ni 10 la mwisho ambalo Mtume Muhammad alikuwa akionekana akifanya mambo hakuwahi kufanya katika 12 yaliyopita. Innamal a'malu bil khawatim, mwisho ndo anajulikana mshindi ni nani, na hii ndo ilikuwa desturi ya Mtume. Maana kila siku sisi tunamuomba Mungu, Allah husnul khatima ya Rabb, tunaomba mwisho mwema, kwa sababu mwisho ndo inatizamwa amali za mtu. Na Mtume anasema, la ya'jabannaka amalu ahadikum hatta ta'lama bima yuhtam. Isikupendeze amali ya mtu wala isikufurahishe mpaka utizame, je, atamalizika vipi katika ulimwengu wake. Maana kuna hadithi moja kaipokea Imam Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman, anasema, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqahu alkitab fayamalu amala ahli an-nar fayadkhulaha. Kuna mtu hufanya matendo ya watu wa peponi mpaka ikawa kati yake na pepo ni dhiraa, bado kidogo tu aingie peponi. Maandiko yakamtangulia akafanya matendo ya watu wa motoni, akafa akaingia motoni. Umri wake alikuwa anajipinda, anafanya amali njema, lakini kuna wakati alimalizikia vibaya. Innamal a'malu bil khawatim, amali hasa inatizama mwisho wake, utaondoka vipi katika hii dunia. Na sio katika dunia tu, hata katika Ramadhani inatizamwa mwisho vipi. Sisi ilipoingia Ramadhani ilikuwa misikiti yetu haitoshi, watu wanasongamana mpaka karibu na chooni wanasali kwa sababu Ramadhani. Lakini kadri Ramadhani inavyotuacha ndo kadri nao wanavyoiacha misikiti, mpaka itafika 10 la mwisho misikiti inarudi wale maratibu wa kawaida, ndio unaopata wale. Ikishaingia 10 la mwisho hili ambalo ndo Mtume alikuwa akifanya mambo matatu.
Sahaba wametuletea habari inasema, kana idha dakhala al-ushru al-akhir min ramadana ahya layla ayqadha ahla wa shadda mizara. Mtume alikuwa akifanya mambo matatu likiingia 10 la mwisho. Hakubali mtu wa nyumbani kwake alale, anahuisha usiku kwa ibada. Sio kuhuisha kwa karata na keram, sio kuhuisha kwa michezo kama tunavyohuisha sisi. Maana usiku kweli tunahuisha, lakini tunahuisha kwa nini? Kwa michezo. Mtume alikuwa akihuisha bitilawati alquran wa bidhikrillah wa bisalah. Shadda mizara. Shadda mizara ni kinaya ya kufunga vizuri nguo. Mtu anapotaka kufanya jambo kubwa ataanza kukamata nguo. Kama sasa hivi utataka kukimbia mbio hapa kila mmoja ashangae, utakunja kidogo. Kama unataka kupigana na mtu hapa utaona mtu anakunja, maana ni kinaya ya kutaka kufanya jambo kubwa. Sasa Mtume likiingia 10 la mwisho alikuwa anakunja nguo vizuri, kwamba sasa wakati umefika. Sisi lilipoingia 10 la mwanzo ndio sema sasa wakati umefika, maana ilikuwa hakutoshi misikiti. Kisha anaamsha watu wa nyumbani kwake. Sisi watu wa nyumbani kwetu 10 la mwisho ndo 10 la shopping. Katika misikiti, katika mitaa mingine, Lailatul Qadri watu inawapata wanauliza bei ya nguo na kununua. Wengine inawapata katika vigogo vya karata na michezo mbalimbali. Hili 10 hili ndo ndani yake kunapatikana usiku wa cheo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Usiku wa cheo unapatikana wapi? Katika 10 hili. Kwa sababu wamestadili ulama na masahaba akaona kwa nini Mtume 10 hili la mwisho anafanya mambo ambayo hakuwahi kufanya katika 10 la mwanzo wala la pili. Basi hapa kutakuwa kuna siri. Siri yenyewe ni Lailatul Qadr. Ungesema huwezi kumuona Mtume anachangamkia ibada 10 la mwisho, hakuchangamka kama ilivyokuwa katika 10 yaliyopita, ila kuna sababu maalumu humu ndani. Sababu yenyewe ni Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku ambao Mwenyezi Mungu anasema ni bora kuliko miezi 1000, na miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 3 na wiki kadhaa, umri mrefu. Kama Qur'ani utakuwa unaisoma katika usiku huo, ni kama mtu aliyesoma Qur'ani kwa muda wa miezi 1000, miaka 83, na pengine uishi baadaye siku 2-3 ufe. Ni siku za kughanimu, ni siku za ngawira, ni masiku ya baraka. Lakini cha ajabu ndo 10 hili watu wengi huwa wameshachoka na Ramadhani, wanatamani imalizike. Walau ta'lamu ummati ma fi ramadhana min alkhair latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Ingelikuwa wanajua khairi zinazopatikana katika Ramadhani wangetamani ikawa mwaka mzima. Lakini na hakika kuna watu wanasema basi tena haijatosha tu, basi itaisha lini? Manake amechoka, taabani. Huyo ujue kwamba si mwenyewe, sio ahlul ibada. Huyo alikuwa anababaisha tu. Sasa amefika mahali ameshachoka, na kheri haichoshi. Kheri mtu hawezi kutoshika nayo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakwenda katika vita vya Badr, vilivyokuwa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu walikuwa ni 314, katika riwaya ni 313, katika riwaya ni 319. Wana vipando 70 tu, farasi 2 tu, farasi wa Zubair ibn al-Awwam na farasi wa Miqdad ibn al-Aws radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sasa Waislamu 313 watapandaje vipando 70? Ikawa wanapanda kila watu 3 wanatumia kipando kimoja, wanabadilishana. Maana kutoka Maka mpaka Badar sio chini ya maili 40.
Sasa watakwendaje huko? Hakuna naqilatul juish. Mmoja anapanda anashuka, anampisha mwenzake, anapanda anashuka, anampisha watu watatu juu ya kipando kimoja, wanabadilishana. Hata Mtume naye akashirikiana na wenzake watatu katika kipando kimoja. Kashirikiana na Ali ibn Abi Talib na kashirikiana na Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume akawa watatu wao. Wale wakamwambia, ya Rasulullah, irkab anta wa namshi nahnu. Haiwezekani sisi tuwe tunachangia pamoja nawe katika kipando kimoja. Panda wewe mpaka Badr, sisi ni vijana tutakwenda kwa miguu. Mtume akasema, la lastuma aqwa minni, nyinyi sio kwamba mna nguvu kuliko mimi. Walastu aghna ankum fil ajr, wala mimi sio kwamba nimeshashiba ujira. Sikiliza jibu la Mtume, nyie hamuna nguvu kuliko mimi, wala mimi sijatosheka kwamba ndo thawabu nina makontena basi sitaki tena. Dauni amshi fa inna kulla khatwatin fi sabilillahi daraja, niacheni nitembee kwa sababu kila hatua ninayoipiga katika sabilillahi ninapanda ngazi ya daraja. Ajabu ni sisi tulotosheka na amali. Kuna bwana mmoja alinihadithia, anasema alimwomba bwana mmoja ambebee mizigo kupeleka msikiti fulani, akambembeleza akamwambia, thawabu utapata kwa sababu hii ni msikiti, ni mizigo ya msikiti. Yule bwana akamwambia, bwana mimi sitaki thawabu, nataka pesa tu, hapa pesa tu, mambo ya thawabu huko huko. Ajabu ni sisi ambao ni watu madhaifu, lakini tumetosheka na ujira na thawabu. Mtume ambaye anaambiwa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, yeye anasema lastuma aqwa minni wa lastu ana aghna ankum fil ajr. Basi usiku huu uko ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, katika 10 hili la mwisho, na sisi tumebakisha siku kadhaa, na usiku wenyewe wanaotamka ulama ni usiku wa leo, usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa 27 mwezi 26, usiku wake, yani kuamkia mwezi 27. Bahati iliyoje kwa mtu mwenye kufanya ibada katika usiku huo! Kheri iliyoje kwa mtu mwenye kufanya ibada katika usiku huo! Hasara iliyoje kwa mtu mwenye kulala katika usiku huo! Tunakubali kupitwa na usiku wa cheo ambao sawa sawa yake ni miaka 83. Tutapata wapi sisi kuishi miaka 83? Bwana Mtume anasema, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70. Kama kuna mzee hapa na miaka 59, ajue bado mwaka mmoja. Siwatishi wazee, nasema hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri umma wangu ataishi miaka hiyo, miaka 60 na 70. Qalilun man yajuzu dhalik, yani man yatajawazu 60 wa 70 qalil, ni wachache watakaopita 60 na 70, ni wachache. Na hata hao wachache waliopita 60 na 70 wamekwisha mambo yao hapo. Mtu akipindukia 70, mtizame, hawezi kukaa mahali zaidi ya saa nzima, lazima aende haja mara 3. Hata breki za kuzuia haja hana tena, hawezi kuzuia njaa kwa muda. Amerudi katika ardhalil umur kama mtoto, na mambo mengine kule nyumbani pia hawezi tena kuyatekeleza. Ile raha ya maisha tena haipo tena. Mara nyingine anaweza kununa, amenyimwa halua tu nyumbani na mjukuu wake. Unaweza kumwona anagombana na mjukuu wake kwa sababu ya toy ya gun. Yeye na mjukuu imekuwa kama sawa sawa, amepita umri wa miaka hii. Umri ndo huu. Sasa kama tuna umri wa miaka 60 na 70, basi kuna miaka 80 kwa usiku mmoja tu. Kwa nini tusiupatilize huo? Mtume anasema, ightanim 5 qabla 5, hayataka qabla mautika, wa faraghaka qabla shughlika, wa sahhataka qabla maradika, wa ghinaka qabla faqrika, wa shababaka qabla haramika. Yapatilize hayo mambo, maana yanakusibu yote. Patiliza uhai wako kabla ya kifo chako.
Tumia ujana wako kabla ya utu uzima wako. Usiutumie kuvunja mifupa, utumie kufanya ibada. Usiutumie kwa michezo, tumia kwa amali. Basi Lailatul Qadri ikiingia, tumia wakati huu kwa kusoma Qur'an, maana Qur'an ndio wakati wake. Inna anzalnahu fi lailatul qadr fa in kunta anzaltahu fi lailatul qadr ya rab fa ana saaqra'uhu fi lailatul qadr. Kama namwambia Mungu, kama umeteremsha Qur'ani lailatul qadr, na mimi nitaisoma ndani ya lailatul qadr. Hiyo Qur'ani uisome kama ilivyoteremshwa, maana na Qur'ani ni kipimo halisi cha imani ya mmoja wetu. Imam Ghazali anasema utafute moyo wako katika mambo matatu. Inda qiraati alquran, ni kama thermometer. Wakati wa kusoma Qur'ani utizame moyo unakuwaje. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli ni wale ambao wakitajwa Mungu wanaogopa, na zikisomwa aya za Qur'an nyoyo zao zinaenda mbio, zinaogopa. Takshairu minhu aljulud, nini mili inasisimka kwa sababu ya kusomwa Qur'an. Na sio watu tu, hata wanyama. Kuna sahaba alikuwa anasoma Qur'ani, anamuona farasi anatikisika, akinyamaza ananyamaza, akisoma alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Farasi anajipiga piga miguu, anaona utamu na ladha ya Qur'an. Akiacha farasi anatulia, na wingu linakuja kidogo kidogo, akisoma wingu linafuata mpaka mwisho. Akaogopa yule sahaba, akaenda kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, nimeona maajabu. Nini? Nasema usiku ninasoma Qur'ani na muona farasi wangu anapiga piga miguu na wingu linanifuata. Nasema tilka almalaika kana tastami'u ilaika. Hao walikuwa ni malaika, walikuwa wanaona ladha na utamu wa Qur'an walipokuwa wanaisoma. Na huyo farasi alikuwa naye anaburudika kwa kusoma Qur'an. Basi isome katika mwezi wa Ramadhani ndani ya Lailatul Qadr. Alikuwepo tabi'i mmoja anaitwa Rufai'u ibn Mahran. Kijana huyu wanasema ni a'lamu nnasi bikitabillahi ba'da as-sahaba. Baada ya masahaba hakuna alikuwa anakijua kitabu cha Mwenyezi Mungu kama kijana huyu Rufai ibn Mahran, Abul Aliya, baba yake Aliya. Walikuwa na mhisabu baada yeye ndio anakuja Said ibn Jubair kwa kukijua kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wanasema kunna nakhtimu alqur'ana fi laila, tulikuwa tukihitimisha Qur'ani katika usiku mmoja tulipokuwa vijana. Usiku mmoja wanahitimisha Qur'an. Fathaqula alaina, vijana wenzangu wakaona uzito. Fakunna nakhtimuhu fi lailatayn, tukawa tunahitimisha Qur'ani katika siku mbili. Leo tunasoma nusu, kesho tunasoma nusu. Wengine wakaona uzito mpaka tukawapeleka mpaka ndani ya wiki moja tukawa tunahitimisha Qur'an. Hiyo ni mradi wao wa kila siku. Anasema namna alivyotaallaq na Qur'anul Karim, alipata maradhi kama maradhi ya sukari, akala. Mguu huu ukawa hauna budi ukatwe siku moja. Alipokuja daktari akamwambia, sausqika jur'atan, nitakunywesha pombe, kabla an ashuqqa saqak, kabla sijaukata mguu wako, lialla tataallam, ili usipate maumivu, minashaqi walbutri, wakati nikiukata mguu. Akasema maadha Allah, najilinda kwa Mwenyezi Mungu. Ana safikum, nitakutosheni. Hunaka ma huwa khairun min dhalik, kuna jambo bora nitalifanya kuliko kunywa pombe. Maana zamani unakatwa mguu, naona siku hizi unakatwa mguu unazungumza na daktari.
Daktari anakufanya operation huko, anakuuliza leo chungu ngapi, Ramadhani ngapi, dola imepanda au imeshuka, na unaongea unajibizana naye, wala usikii maumivu mpaka baadaye. Mkizamani anakukata unaona na uchungu vile vile. Sasa tukupo pombe ili kukavivishie maumivu, akasema la, ituni biqari alqur'ani yaqra'uhu qira'atan jamila, nileteni msomaji wa Qur'ani anayesoma Qur'ani vizuri anisomee. Hapo ndo napata mimi furaha yangu. Fa idha raaitumuni qad ihmarrat aynaya, mkishaniona Qur'ani imenipata mpaka macho yamebadilika rangi, yamekuwa rangi nyekundu. Wa ta'allaqat bis samaa, na huku yameganda mbinguni. Faqta'u saqi, kateni mguu. Yani wanasema Waswahili, kila mmoja na ulevi wake. Huyu ulevi wake ni Qur'an, maana Qur'ani inamtoa katika hali, inampeleka katika hali nyingine ya kheri. Sio ulevi ule wanaolewa wakatukana wakakojoa barabarani wakafanya la, huyu utamu na burudani unampa. Basi idha raaitumuni ihmarrat aynaya wa ta'allaqat bis samai faqta'u saqi wa'malu ma shi'tum. Wakamleta mtu anasoma Qur'ani vizuri, akasimama mbele yake akaanza kusoma Qur'ani. Yule bwana kweli macho yakabadilika rangi, katizama mbinguni, wakauchukua mguu akaukata, kana kwamba hana habari kunafanywa nini katika kiungo chake. Qur'ani inamtoa katika ulimwengu mwingine, na Qur'ani ikisomwa hasa inafanya hivyo. Kwa aliyekuwa Muislamu, kuna bwana mmoja na jirani yake Uingereza, anasema alisikia Qur'ani inasoma. Kaja huyo mzungu anamwambia, what kind of song is this? Hii nyimbo gani hii? Anasema naomba nirekodie na mimi. Zungu hili bwana halina shahada, halina, lakini ule moyo umechafuliwa na Qur'an mpaka anauliza nini? Maana Qur'an ikiingia mahala inafanya mambo yake, mwili ule wote umemsisimka. Hawa watu wanataka hidayah kidogo tu, wanakuwa watu. Qur'ani sio mchezo. Lakini kuna watu hawalali mpaka wasikilize Bob Marley anasemaje. Kuna watu mpaka blues ndo walale. Kuna watu maisha yao yote Qur'ani na wao ni kama paka na chui, hawapatani. Ikiwashwa Qur'ani kidogo sema azima bwana, azima bwana, unatutuwekea zogo. Lakini Qur'an, wenzetu walikuwa Qur'ani ndio maisha yao yote. Basi tuisome kwa wingi. Bwana Mtume anasema ujira wake ni mkubwa, na mtu anaposema alif lam mim, basi huyu mtu ameshapata ujira wa thawabu 30, kwa sababu alif harfun wal lam harf wal mim harf. Kwa hiyo katika siku ya leo ni siku tukufu sana. Usikubali ukalala, usikubali ikapita hivi hivi. Usikubali usiku wa leo ukawa wewe na watu wako nyote mnazikosa kheri za leo. Man hurima khairuha faqad hurim, Mtume anasema mwenye kuzikosa kheri za Ramadhani huyo amezikosa. Ndugu zangu, mbali na Lailatul Qadr, Ramadhani ni subject maalum. Ramadhani ni training. Ramadhani ni college ambayo mwisho ndo watu wana graduate. Kila mmoja anapewa cheti chake. Sasa hivi imefika wakati tutagraduate, tutatoka katika chuo cha Ramadhani. Je, yale mafunzo tuliyokuwa tukipewa ndani ya Ramadhani yamefika? Maana ukitoka katika college, ima utatoka na imtiyaz excellent, utatoka na jayyidun jidda, au utatoka na jayyid, au utatoka na maqbul, au utatoka na rasib. Hizo zote ni daraja. Ima umefaulu, au kidogo umefanya bidii, au haijambo kidogo, au utakuwa umefeli. Ndio madhumuni ya mahala popote unapokwenda kusoma. Na ndani ya Ramadhani tupo watu ambao tumefaulu, Allahumma ja'alna minhum. Wapo wengine ambao haijambo kidogo, na wapo wengine ambao wamefeli.
Mungu asitujalie miongoni mwa waliofeli. Na kufeli na kufaulu ni kutokamana na yale mambo ambayo Mungu alituhimiza na kutufunza. Je, tumeyakamata? Je, yamefika? Sasa kuna mambo gani? Kwani unadhani kila ibada inakuja bure bure? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? Wanadamu hakuletwa hapa ulimwenguni bure bure tu. Kila kitu kina maana yake. Kama umeambiwa na Mwenyezi Mungu sali, maana yake sala ina matunda yake. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sala ina matunda yake. Ukiambiwa toa zaka, zaka ina maana yake. Ukiambiwa nenda haji, hija ina maana yake. Ukiambiwa funga, na funga ina malengo yake na ina matunda yake. Sasa je, matunda ya funga tumeyapata? Sasa nini matunda ya funga? Miongoni mwa matunda ya funga ambayo Mungu alikuwa anataka kutusomesha ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutambua hali za watu wengine ambao hawakubahatika katika jamii. Maana sisi wengine hatukuzoea kukosa. Kuanzia tulipozaliwa na baba zetu na mama zetu, tukifungua macho tunaona kila kitu kipo nyumbani. Makul, mashrab, malbas, markab, maskan, kila tunachokihitajia kipo. Hatujui kukosa, na alhamdulillah ni neema. Lakini itafika Ramadhani, Mungu anataka kutuonjesha njaa ambayo tuwakumbuke wale ambao wao ndo maisha yao hiyo. Akipata asubuhi hajui kesho atapata nini tena, anaishi hivyo. Sasa yule bila wewe kuingia practically ukaishi maisha kama aliyoishi yeye, akija kikwambia baba nina siku moja mbili sijala, huwezi kumfahamu maadamu wewe hujui njaa ni nini. Ilipoletwa Ramadhani, matajiri pia wanaonja njaa. Wakionja njaa, matajiri wanafundishwa kwamba hivi ndivyo wanavyohisi muda wa mwaka mzima, muda wa umri wao wote, wale ambao hawakubahatika katika jamii. Sasa je, mnasemaje maisha yao? Mafunzo haya je, yamefika? Au watu wanafikiria hii ibada inaletwa tu basi, fungeni basi bure bure. Kwa Mungu hakuna kitu bure bure. Kwa Mungu kuna durus wa ibar wa idha, masomo. Sayyidina Umar alikuwa akitoka nje ya nchi ya Madina kifua wazi, au amevaa nguo vesti ndogo, baridi inampata mpaka anatetemeka. Anaulizwa kwa nini unafanya hivyo? Anasema nataka nijue wale ambao hawana nguo za kujikinga na baridi katika siku kama hizi huwa wanahisi vipi, ili nipate kuwasaidia. Kama sitoishi katika maisha wanayoishi wao, siwezi kuwasaidia. Maana mtu akikwambia nina njaa lakini wewe umeshiba, wewe utakuwa unamuona kama ana wazimu. Wewe unaniambia nini? Sasa una njaa, umeambiwa mimi ndo hoteli. Kwa sababu gani? Wewe hujui njaa iko vipi, lakini njaa unaijua wewe halisia wake ni nini. Ukisikia huko watu wanataja ukame, wewe unajua njaa imekaaje. Maana hivi sasa kila mmoja anaijua njaa iko vipi. Sote maana tumefunga hapa. Sasa kama atatokezea mtu siku nyingi kuambia njaa, unajua ndio kama ile inayotupata katika Ramadhani. Haraka njoo ule. Ndio malengo. Tupate kuwajali waliokuwa na njaa, tupate kuwasaidia waliokuwa hawana uwezo, tupate kuingia kujoin katika maisha yao ambayo wanaishi nayo yote. Hili ni somo la mwanzo ndani ya Ramadhani. Sasa je, limefika au halijafika? Mtu ajiulize mwenyewe. Somo la pili ni kuzinyanyua nafsi kiwango chake, kuzitoa katika tope kuzipeleka katika usafi, kuzitoa katika kiza kuzipeleka katika nuru. Nafsi inalelewa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hakuna malezi bora kama malezi ya nafsi inayoipata ndani ya Ramadhani. Malezi gani inapata nafsi? Naam, anasema idha ja'at an-nafs shabi'at al-a'dha. Hii ni falsafa. Nafsi inapokuwa na njaa, viungo vingine vinashiba. Nafsi inapokuwa na njaa, viungo vingine vinatosheka. Yani nafsi yako wewe mwanadamu ikiwa na njaa, viungo vingine vinakuwa na shibe. Mfano wake nini? Sasa hivi tuna njaa, viungo vingine vimeshiba. Mdomo umeshiba sasa hivi, masikio yameshiba, miguu imeshiba, mikono imeshiba, hata utupu huyo bwana mkubwa aliokuwa katikati ya miguu yetu pia naye ameshiba.
Huwezi kumwona mtu katika hali hii alafu anatafuta mwanamke wa kuzini naye, yuko wapi? Na ukimwona ujue mal'un, maana mpaka anafunga njaa kama hii bado anatafuta mwanamke tu. Kwa sababu gani? Nafsi sasa hivi ina njaa, na nafsi ikiwa na njaa viungo vyote vinatosheka, vinashiba. Ndio malezi tupewayo hapa kwamba ishini hivi hivi maisha yenu. Nafsi ikiwa ina njaa daima viungo vitakuwa vimeshiba. Igeuze upande mwingine sasa, nafsi ikishiba viungo vinakuwa na njaa. Nafsi ikishiba viungo vinakuwa na njaa. Angalia wewe magharibi tu, ukishashiba huu mdomo ulipokuwa na njaa ulikuwa umeshiba, lakini ukishashiba nafsi wewe, sasa mdomo umeshaanza kuwa na njaa. Msemaji mkubwa ni wewe, unayoyajua na usiyoyajua, ulioyaona na usiokuwa yaona, ya kweli na ya uongo. Mdomo unasema kweli kweli kwa sababu wewe umeshashiba, mdomo una njaa sasa. Na macho nayo pia yana njaa, maana yanataka twende huko tukatembeze uji, maana yake twende kidogo tukatizame, tukatie nuru macho. Macho yana njaa kwa sababu nafsi imeshashiba. Masikio nayo unatafuta maskani iko wapi ukae upate kusengenya na wenzako, mpate kuzungumza lile na lile, za masikio yana njaa. Na huyo bwana mkubwa naye vile vile, naye kwa sababu umeshakuwa wewe uko katika shibe, nafsi yako imeshiba, sasa yeye ana njaa na yeye kwenda kusarifu na kutumia na kuspendi wakati wake katika raha. Hivi ndivyo nafsi ilivyo. Kwa hiyo nafsi kila ikiwa na njaa viungo vinashiba, na nafsi ikishiba viungo vina njaa. Na ndivyo maana ya kwamba sisi tunasumbuliwa na nafsi zetu tu. Mwanadamu ni nafsi tu, usidanganyike. Inavyokuwa nafsi yako ndivyo utakavyokuwa wewe. Na ndio maana walioijua hii nafsi wakasema, ya khadima aljismi kam tashqa li khidmatihi, ewe mwenye kuendeshwa mbio na mwili, ni mara ngapi unapata shida kuendea mbio mwili wako? Atatlubu ribha mimma fihi khusranu, unapata shida wewe kutafuta faida mahala pa hasara. Maana kila ukikaa unautizama mwili wako, uko kwenye kioo, uangalie umeumia wapi, wapi pabaya, unaupendezesha, unausafisha mwili huo. Lakini kumbe kuna kiumbe kingine ambacho sio mwili, hicho ndo ulikuwa uwe unatanabahi mara kwa mara ukikitizama hicho vizuri. Hicho ndo cha kushughulikiwa, nafsi yako. Ulikuwa ushughulikie sana nafsi yako, sio kiwiliwili. Kiwiliwili siku moja kitalala hapo hakitikisiki, lakini nafsi ulikuwa ushughulikie nafsi kuliko kiwiliwili. Kwa hiyo atatlubu ribha mimma fihi khusranu aqbil ala an-nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wewe umeitwa insan kwa sababu ya nini? Ya nafsi, sio kwa sababu ya mwili. Kwa hiyo hakikisha hii nafsi unaiweka mahala pazuri, ili siku za mbeleni ikufae. Nafsi hii ndio inayotajwa tu. Allah anasemaje? Fa idha jaati tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Mwenyezi Mungu ametaja nafsi tu, balaa zote za kwenda peponi au balaa zote za kwenda motoni na khairi zote za kwenda peponi ni nafsi tu ndio inayofanya maajabu. Amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa, ameikanyaga nafsi akaikataza nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya al ma'wa, ni nafsi tu. Wa idha shabi'at ja'at al a'dha wa idha ja'at shabi'at al a'dha. Nafsi ikishiba viungo vinakuwa na njaa, na nafsi ikiwa na njaa viungo vinashiba. Kwa hiyo tuilee nafsi yetu katika makarim al-akhlaq tunayofunzwa ndani ya Ramadhani. Tena ndani ya huu mwezi wa Ramadhani kuna mafunzo mengine mbali ya hayo. Unafundishwa wewe ujitambue mwenyewe.
Mungu anakufundisha ujitambue wewe mwenyewe ni nani, kwani hakuna kitu kibaya kama mtu kutojitambua. Lazima ujijue wewe ni nani. Alikuwa hajijui, huyo atakuwa mtu ambaye anafanya maajabu kila mara, anachekwa, anaumia, anaaibika kwa sababu hajajijua yeye ni nani. Rahimallahu rajulan arafa qadrahu wa waqafa indah. Mungu anamrehemu mtu alojua cheo chake alafu akenda akasimama mahala pake. Kila mmoja anajijua. Kwa hiyo usitaki cheo cha mtu mwingine, wala usisafirie na nyota ya mtu mwingine. Waswahili wanasema yake alivyo yule sivyo ulivyo wewe. Kila mmoja yuko kivyake. Kwa hiyo jitambue wewe ni nani, maana huwezi kwenda mahali ukaambiwa bwana njoo tusalishe, na wewe unajua kwamba Qur'ani hujui kusoma, kisha ukapita mbele ukasalisha. Bwana njoo msalie maiti huyu, na hata siku moja unajua kwamba mimi sijawahi kumsalia maiti wala sijui takbira ya mwanzo anasemaje wala ya mwisho, na wewe ukenda ukapiga ukasalisha. Kama madamu unajijua, unajua mpaka wako. Njoo bwana tuna mechi leo utacheza namba 9, unajua mimi sio mtu wa mpira, unaingia kweli wewe utaukoga mpira ule, huwezi kucheza. Kila mmoja anajijua. Sasa kama unajijua wewe mahala pako, nenda kasimame mahala pako. Jibril anasema wama minna illa lahu maqamun ma'lum, sisi malaika kila mmoja na mahala pake. Mimi pangu ni hapa. Jibril alipofika mahala pake alisema huko sendi tena, za kwangu mimi ni hapa, nikitaka kuungua basi nipite huko. Kila mmoja na mahala, hata malaika wanajijua, kila mmoja na position yake. Basi hii Ramadhani imekuja kutufunza sisi position zetu wanadamu. Kivipi? Na wakati tunapokuwa tuna njaa, Mwenyezi Mungu anataka kutuonyesha kwamba sisi wanadamu ni madhaifu, kwa sababu hatuwezi kustahimilia hata njaa. Hivi sasa ingekuwa tunaongezwa kidogo masaa 10 mengine ingekuwaje? Fikiria wewe mwenyewe katika roho yako, ingekuwaje ingekuwa tunaongezwa kidogo? Basi huo ndio udhaifu wenyewe, hatuwezi kuvumilia njaa. Na ukitaka kujua udhaifu zaidi, angalia wakati wa magharibi katika misikiti yetu, kila mmoja ameweka mbele yake chungu nzima ya vyakula, anasubiri tu alama adhana pale. Na udhaifu zaidi utakuta watu wengine wanagombania tende na maji baridi, na bali kuna wazee wengine wanachukiwa kwa sababu wao wanagawa tende moja moja tu katika misikiti. Utasikia imamu fulani bwana mnoko, imamu fulani bwana nuksi, kwa sababu yeye anagawa tende moja moja tu. Kama sio udhaifu ni kitu gani? Kama unafundishwa ndani ya Ramadhani kwamba huwezi kustahimilia kiu, huwezi kustahimilia njaa, huwezi kustahimilia hali halisi, kwa hiyo wewe ni dhaifu. Usitake kushindana na Mwenyezi Mungu, kubali udhaifu wako. Usitake kushindana na watu wengine, kujiona wewe ni bora kuliko wao. Haya yote ni masomo unapewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa je, yamefika? Na miongoni mwa mafunzo ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha umoja, kwamba ni nguvu. Kama tulivyofunga pamoja, tutakuja kufungua pamoja, japokuwa kuna ikhtilafu, na hizi ikhtilafu sio kitu kibaya katika Uislamu. Isije tu zikawa ikhtilafu za kutukanana, isiwe tu ikawa ikhtilafu za kubezana, isije tu ikawa ikhtilafu za kuona wengine wajinga kuliko wengine. Hizi ni njia tu za kupenya kwenda kule tulikokuwa sote tumeambiwa twende. Ikhtilafu ni rahma. Angalia mfano wa ikhtilafu. Kuna sahibu yangu mmoja nimempigia mfano, namwambia hizi ikhtilafu maana yake ni kama mfano katika nchi kuna matatizo. Mungu asijalie kukawa matatizo katika Tanzania. Mfano sasa katika ile nchi kumeingia matatizo, labda vita au nini. Sasa pale watu kila mmoja atataka kujisalimisha kutoka kwenda katika mahali palipokuwa na amani. Kwa hiyo kutakuwa na usafiri wa ndege, kutakuwa na usafiri wa gari, kutakuwa na usafiri wa boti, kutakuwa na usafiri wa miguu. Hizi ndio maana nini ikhtilafu. Sasa kuna kila mmoja hawezi kwenda kuhodhi ndege, watu wote hawezi kusafiria na ndege. Kuna watakusafiri na ndege, kutakuwa na usafiri na boti, kutakuwa na usafiri na gari, kutakuwa wengine wanapenya na miguu. Hivi ndivyo Uislamu ulivyo na ndivyo ikhtilafu zilivyo. Lakini wote hawa lengo lao, kila mmoja anataka kufika mahala pa salama. Atakaye kwenda na gari atafika, atakaye kwenda na ndege atafika,
atakaye kwenda na boti atafika, atakaye kwenda na miguu, wote wanakimbilia mahali pa amani. Sasa wanaokuwa wanakhtalifiana katika furu ndani ya Uislamu ndio hivyo hivyo, kila mmoja anataka kufika kwa Mungu. Kwa hiyo atakayefunga na mwezi wa kimataifa atafika, na atakayekufunga na mwezi wa ru'ya ya hapa nyumbani, sote tutafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tuwaike viriri vya kutukanana? Kwa nini tubabaishane? Basi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka tuwe kitu kimoja. Tusumu li ru'yati, fungeni kwa pamoja mkiwa na mwezi, na fungueni kwa pamoja. Sote ile tukiwaka as a team, tukifanya kazi kama timu moja, hawezi adui kutubabaisha. Sote tunafungua kwa pamoja, Allahu Akbar, Allahu takbira, tunapiga kwa pamoja. Inaonyesha raha fulani na furaha fulani na umoja fulani. Hii yote kwamba nyinyi ni watu wa moja, inna hadhi ummatukum ummatan wahida, nyinyi ni kitu kimoja, kuweni katika mambo yote, muwe pamoja mambo yenu, lakini umoja haupatikani. Ndio lengo la saum. Ndani ya lengo la saum tunafundishwa economy, iktisad, kati na kati, kutumia vizuri mali. Maana tumeacha kula asubuhi, tukaacha kula mchana, tunakula usiku peke yake. Kwa hiyo chakula cha wakati mmoja tu ndicho tunachokula. Lakini cha ajabu ni kwamba mtu hukusanya chakula cha asubuhi na chakula cha mchana na chakula cha usiku, vyote akahakikisha anaviweka mezani. Haya, utavila vipi wewe tumbo lako moja vitu vyote hivyo? Matokeo yake anatupa pipani. Kama vinamalizika na umeita watu, sio matatizo. Tatizo ni vile vyakula havishi, vinatupwa. Economy tunafunzwa ndani ya mwezi mtukufu, lakini hakuna mwezi unaokuwa na masarifu makubwa kuliko mwezi huu wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani mafunzo tunayoyafunzwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mafunzo ya sisi Waislamu kuhisi kwamba udugu wetu unafanya kazi, kwa sababu ya kule kupeana zawadi, kualikana. Tunafundishwa mapenzi, tunafundishwa kupendana. Sasa ni ajabu tukimaliza Ramadhani ikiwa hata moja katika haya mafunzo tuliyoyataja hatuna. Mapenzi hayapo, kule kujaliana hakupo, zile nafsi hazikufunzika, na mambo mengine yote ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametufundisha hatuna hata moja. Tulivyoingia tunatoka waovu kuliko tulivyokuwa. Itakuwa haina maana. Na Ramadhani ni dhuruf, ni durus, ni ibar. Bwana Mtume alipokuwa anapanda mimbar alisikika akisema amin, amin, amin. Sahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona umesema amin? Na walikuwa kila wakimwona Mtume anafanya jambo ambalo sio la kawaida wanamuuliza. Siku moja Mtume alikuonekana na sali, mara akavua kiatu haraka haraka akakitupa ndani ya sala. Alikuwa na sali na viatu vyake, na wao sahaba wakavua na viatu, maana wakimwona Mtume anafanya na wao wanafanya, wakavua nao viatu vyao. Tulipomaliza kusali Mtume akawauliza, kwa nini mmevua viatu? Kwa sababu tulikuona, khala'ta fa khala'na, ulivovaa tumevaa, ulivovua tukavua, maana tunakufuata wewe. Akasema jaani Jibril, alikuja Jibril akanambia kiatu changu kina najis, kwa hiyo nimekivua cha kwangu kwa sababu ya najis. Sasa vyenu je? Vyetu havina najis, lakini tumekufuata wewe ya Rasulullah. Kwa hiyo akamwambia basi maadamu umefanya sisi tumefanya. Sasa sahaba walikuwa kila anachofanya mtu wanamuuliza, kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini umesema amin? Nasema nimesema amin kwa sababu Jibril anambia raghima anfu mri'in dakhala Ramadan wa kharaja wa lam yughfar lahu, mtu amepata hasara yule ambaye Ramadhani imeingia na ikatoka hajasamehewa dhambi hata moja. Yani hakupay attention yoyote na Ramadhani. Mtume ikiingia Ramadhani alikuwa akiwaandaa watu psychologically. Anamwambia laqad adallakum shahru siyam shahrun tuftahu abwabul jinan tughlaqu abwabun nar tusaffadu maradatu shayatin. Jamani, umeingia mwezi sasa hivi, mwezi ambao mashetani wanafungwa, milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto. Psychologically wale wanaandaliwa ili wasiufanye mwezi wa Ramadhani ni sawa na miezi mengine. Sasa ikiwa watu umeingia Ramadhani umetoka, hawakuwa na harakati zozote. Harakati zao zilikuwa za biashara tu, wanajua watauza, watanunua. Harakati zao zilikuwa za michezo tu. Hawa watu wamepata hasara kweli kweli.
Sasa tusiwe sisi miongoni mwa hao, na kama tulikuwa miongoni mwa hao, hizi siku chache zilizobakia tubadilike, kwa sababu watu ni aina nne. Kuna mtu wa mwanzo mpaka mwisho anakuwa muovu. Mungu asitujalie miongoni mwao. Kuanzia anazaliwa na wazee wake mpaka atakufa, huyu atakuwa muovu. Hata akiwa katika sakaratil maut, watu wakija wakimkumbusha, angalau nyakati zako za mwisho badilika, habadiliki. Yuko bwana mmoja alikuwa mlevi kweli kweli. Basi siku za mwisho mwisho amekuja mlevi mwenzake, anamkagua, anamwambia, leo nimekuja sijakuona hali nilokuona juzi, hali yako vipi leo? Akasema, wallahi leo niko na nguvu kidogo, mambo yamekuwa mazuri. Astati'u an aquma min huna ila tilka al-khammar, naweza kunyanyuka hapa nikaenda kwenye ile baa ile nikapiga moja moto moja baridi. Anasema, subhanallah, ndugu yangu, hata wakati huu umeona kifo kinakukodolea macho, bado unataja baa tu. Angalau usemi naweza kunyanyuka nikaenda msikiti ule nikasali, unasema bado ambia niache bwana. Likulli mri'in min dahrihi ma ta'awada, kila mmoja katika mambo yale aliyozoea. Mimi sijazoea mambo ya misikiti, nimezoea baa, lete moja moto moja baridi. Na mtu anaanzia mwanzo mpaka mwisho anakuwa muovu. Na kuna watu wengine wanaanzia mwanzo mpaka mwisho ni wema, Allahumma ja'alna minhum. Na kuna wengine wanaanzia mwanzo wema, mwisho waovu. Kama vile wengine walivyoanza Ramadhani vizuri, mwisho wamekimbia, hataki hata kusikia. Ndio maisha vile vile yalivyo. Na kuna wengine mwanzo unakuwa mbaya, lakini mwisho unakuwa mzuri. Watu wako hivyo, na katika sisi hapa pengine tupo miongoni mwao ambao mwanzo mpaka mwisho wetu ni wazuri. Mungu atujalie hivyo. Na kuna wengine labda mwanzo wao ulikuwa mbaya, lakini si sababu ya wao kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Nabii Yusuf aliambia watoto wake nini? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf, nendeni. Kisha aliambia neno zito mbele, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Makafiri ndio wakatao tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Waislamu wakati tamaa. Kwa hiyo tusiwakatie tamaa wale ndugu zetu ambao bado wamepotea. Tuseme wale finari jahannam, tusiwakatie tamaa. Twende tuwaambie, tuwaokoe, na watakuja hapa siku moja, na pengine wao wanaweza kuja hapa wakabadilika wakawa wazuri kuliko baadhi ya watu ambao walikuwa wazuri kuanzia mwanzo. Tusiwakatie tamaa. Wakati wa Bani Israil alikuwepo mmoja katika wanachuoni, in fact sio mwanachuoni, abid, mfanya ibada. Akaona kwamba mimi mji huu haunitoshi wala haunifiti katika ibada yangu, akahama, kakaa mbali kidogo ya mji, kwa sababu watu wanamuasi Mungu sana, na mimi siwezi kukaa na watu wa dhambi, asije Mungu akateremsha adhabu na mimi nikawemo. Kahama katika kijiji kile, kakaa huko, lakini alikuwa maarufu kwa ibada. Sasa kama alivyokuwa maarufu kwa ibada, alikuwepo mmoja naye alikuwa maarufu kwa maasi. Maana anajulikana, hakuna aina ya dhambi ila ameitenda, hata ambayo hajawahi kuyatenda Ibilisi yeye kayatenda. Basi watu wanamjua kwa jina, wanamjua kwa kumuona, na yule mfanya ibada anamjua pia yule, na yule mfanya dhambi anamjua mfanya ibada. Sasa siku moja mfanya ibada akasema, wacha nishuke nende zangu marikiti, sokoni huko, nikatembee kidogo niangalie mandhari ya dunia ilivyo kule. Akashuka kwenye kibanda chake cha ibada, huyo akaja zake chini huko. Na yule mfanya dhambi naye akasema, leo wacha na mimi nitembee kidogo mjini niangalie mandhari ya mji. Sasa kwa mbali wakaonana, mfanya ibada na mfanya dhambi wakaonana, na wanajuana wote. Mfanya ibada ndani ya nafsi yake akasema, la ilaha illa Allah, hichi kiyama leo nakutana na jitu hili jahili hili ifanya ibada maasi kubwa kama hili. Ya Rabbi, usije ukaangusha adhabu nikaangamia pamoja naye. Akawa anatafuta njia ya kumkwepa, lakini yule mfanya dhambi akasema, alhamdulillah, siku niloneemeka siku ya leo.
kuona uso wa mfanya ibada yule, wacha nikaribie naye, huenda nikayapata yale manukato yake, Mungu akanihurumia kwa madhambi ninayoyafanya kwa sababu ya mtu mkubwa kama yule. Wacha nimkimbilie, hata kupata mkono wake tu, angalau Mungu atanihurumia. Angalia, huyu ana hope na yule anamkimbia. Basi mfanya ibada akamkimbia mfanya dhambi, akapata upenyo kichochoro huyo. Basi Mwenyezi Mungu akampa wahi mtume wakati wa zama zile, akamwambia, waja wangu wawili leo wamefanya mambo makubwa, lakini mmoja amenikera sana. Yule mfanya ibada ameniudhi sana, amemkatia tamaa huyu, afu amemdharau huyu, na huyu moyo wake umebadilika pale pale automatic alipomwona yule tu, akawa na raja, matumaini. Na mtu lazima awe na matumaini. Asa Allah rajaan, huenda Mwenyezi Mungu. Na wapo watu kama hao wanawaheshimu mashekhe, nasema nikiwa pamoja na wewe labda nitapata manukato. Na ndivyo mtume anavyosema, alqarin, yule unayeandamana naye, rafiki yako ni kama muuza mafuta. Muuza mafuta imma an yabi'ak wa imma an yahaba lak, imma akuuzie au akupe bure, wa imma an tanala minhu raihatun hasana, au upate manukato mazuri. Ile harufu, kusikia harufu nzuri kutoka kwake si haba. Na rafiki mbaya pia ni kama vile mfano wa muuza mfua vyuma, ima akuchanie nguo au upate moshi akukere. Basi huyu mtu alitaraji kutoka kwa ulama, kutoka kwa mfanya ibada yule, angalau atapata rehema za Mungu, lakini mfanya ibada akakimbia. Basi akaambiwa, istanifa, kuanzia sasa ibada zake yule zote nimezifanya hazina maana. Kuanzia mwanzo alizozifanya mpaka leo. Alikuwa na kibri, na watu wengi wanakuwa hivyo, wanajiona wasalihina, wanawadharau watu wengine. Anajiona yeye anasoma Qur'ani vizuri, labda anamdharau mtu mwingine. Anajiona labda yeye anatoa mawaidha, anamdharau mtu mwingine. Kajiona yeye ni tajiri, anatoa mali, anatoa zaka, anawadharau wasiokuwa nacho. Yani ile amali yake inamfanya inakuwa sababu ya kutakabar, na itakiwi. Anasema rubba ma'siyatin awrathatka inkisara khairun min ta'atin awrathatka istikbara. Maasi ambayo yanakuletea wewe kujuta ni bora kuliko thawabu, kuliko taa ambayo inakupa wewe kiburi. Yani maasi yaliyokufanya wewe ujute uwe karibu na Mungu ni bora kuliko ibada ambayo imekufanya wewe utakabar. Manasala ndio imekufanya wewe na kiburi. Bora yale maasi ambayo ndio yamekuleta karibu na Mungu zaidi, kwa sababu umeasi. Ulipoasi wewe ndio umejuta, la haula, kwa nini nimefanya hivi? Ya Rabbi nisamee, ya Rabbi kadha. Lile asi ndio sababu ya wewe kuja karibu na Mungu. Lakini ile ibada uliofanya, umetoa zaka mathalan. Nani kama mimi? Nyote nyinyi wajinga wakubwa nyinyi. Mimi ndo nina pesa bwana. Mimi mwaka huu ndo nimetoa zaka. Mimi, yani ukafanya mambo makubwa ya jeuri, ya kibri, kwa sababu ya mali ambayo umetoa, ukawa na kibri. Ile mali haikufai chochote, ile toa haikukufai chochote. Bora yale maasi ambayo yamekutanabahisha ukawa karibu na Mungu kuliko ile toa ambayo imekutupa katika kibri. Sasa hata ukifanya mambo mazuri usiwe na kiburi. Imam Shafi ana maneno mazuri, alikuwa akisema, uhibbu salihina walastu minhum, mimi nawapenda watu wema lakini mimi sio mmoja wao. Mimi simo hawa bwana, katika watu wema mimi simo. Mimi mfanya machafu, mfanya maasi, mfanya dhambi, simo mimi humo. Uhibbu salihina walastu minhum asa an anala bihim shafa'a, nataraji tu kwamba wao wataniombea siku ya kiyama. Anasema wa akrahu man bida'atuhu almaasi, na nawachukia wale kwamba bidhaa zao, biashara zao ni maasia. Walau kunna sawaan fi bid'a, hata kama mimi na wao tuko sawa sawa. Maana yeye kajieka kundi la wale wanaofanya dhambi. Na mtu anatakiwa kila mara awe anajidhalilisha.
ile nafsi inaondosha ile kiburi, kuliko kwamba hapa katika 10 bora wacha Mungu hapa kama watahesabiwa, mie nimo. Unajiambia mwenyewe. Yani hata nimemsikia kijana mmoja anazungumza, anasema kama Mungu hatonitia peponi mie, itabidi tufanye mgomo, maana ibada hii tunaofanya anafanya mgomo mbele ya Mungu. Yani kajiamini kwamba yeye maanake tarawih zote hizi, ibada zote hizi, funga zote hizi, 5 salawat, alafu msiende peponi vipi? Sasa wewe unafanya hivyo vitu, na Mtume kasema wallahi lan yadkhula ahaduna aljannata bi'amali, hakuna atakayeingia peponi kwa amali yake. Wakamuuliza hata anta ya Rasulullah, mpaka wewe? Kasema hata ana illa an yataghammadani Allahu biwasi' rahmati, Mungu akinistiri kwa rehema yake tu ndo nitaingia peponi. Wewe unasema katika watu 10 bora mie nimo, wacha Mungu. Hapana, unatakiwa kila mara ujidunishe. Mtume anasema man tawadha lillahi rafa'a, yule ambaye anajidunisha kwa Mwenyezi Mungu basi huyo ndo ananyanyuliwa. Na ukimwona mtu mara nyingi kwamba anajisifu, jue ndo hamna kitu, maana anayejua hajisifu. Na ukimwona mtu anasema mimi msomi bwana, hakuna katika wasomi kama mimi, basi ndio yeye ndo jahil murakkab. Lakini ukisikia anasema sisi ndo wale tusojua, basi huyo ndo unajua. Ndio inakuwa hivyo mara nyingi. Someni mpaka mfike mahali mumseme tumekuwa wajinga kwa kusoma. Na mtu hatoacha kuwa mjinga mpaka pale atakaposema mimi sasa nimekuwa msomi, hapo ndo atakuwa mjinga hasa. Kwa hiyo binadamu anatakiwa kujidunisha. Musa nabii anaambiwa hao wawili ambao amali kila mmoja kafanya, nimeziignore. Huyu za abid nimeziignore, nimezifanya hazina maana, na za huyu mtenda dhambi pia nimeziignore, naanza mwanzo. Waambie kila mmoja aanze mwanzo. Huyu kasamehewa dhambi zake zote, na huyo ibada zake zote zimeporomoshwa, anaambiwa aanze tena mwanzo kwa kitendo alichokifanya. Tunatakiwa sisi tuwe watu kila mara tunatamani tu rehema za Mungu na tunawaombea wenzetu. Angalia Mtume alivyomwita yule bedui. Yule bedui alipokojoa ndani ya msikiti, masahaba walikuwa wanataka kumpiga, lakini kwa jinsi Mtume alivyokuwa dokta, aliwaambia msimpige, mwacheni amalize kukojoa. Akakojoa mpaka kamaliza ndani ya msikiti, na Mtume anatizama. Ingekuwa wakati wetu leo angefanywa nini mtu anakojoa msikitini? Yani wakati wa Mtume kulikuwa kunatokea mambo, laitani angekuwa yanatokea katika ulimwengu wa leo, basi ingekuwa kizaazaa, yule mtu angeuawa hasa. Lakini kaja hakuona mahali pa kukojoa isipokuwa ndani ya msikiti, tena msikiti wa Mtume ambao sala yake ni kama sala 1000. Watu wakataka kumpiga, lakini Mtume akamwambia la, mwacheni. Maana mtu anakojoa alafu nyewe mnamstopisha kwa ghafla. Hebu sasa hivi wewe nenda haja huko, wewe unakojoa alafu mtu akustopishe kwa ghafla, utasikia vipi? Ulikuwa umebanwa na haja, sasa unastopishwa katikati, hata mkojo haujamalizika unastopishwa, utaumia na kiafya inaweza kukuletea madhara. Sasa Mtume alikuwa dokta, alikuwa tabibu, anajua madhara hayo. Mwacheni huyo kishaanza kukojoa. Kwa hiyo itakuwa si vyema mkimstopisha katikati, endelea kukojoa. Kukojoa kaambia leteni maji sasa. Tena kawaambia wale walikuwa wanataka kumpiga, haya safisheni pale. Yule bwana akaona huyu mtu kama huyu sijawahi kuona. Yani hawa watu kawazuia wasinipige, alafu mikojo yangu kawaambia wao wasafishe. Baadaye akamwambia sasa nenda zako. Akauliza huyu nani? Akamwambia huyu ndo Mtume Muhammad. Ile bedui kaja akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah, kweli wewe ni mtume. Kisha hakutoshika na hilo tu, alivyofurahishwa na tabia za Mtume akamuombea dua Mtume na akajiombea na yeye, akasema ya rabbi adkhilna aljannata ana wa huwa, ya rabbi mimi na Muhammad tuingize peponi peke yetu. ana wa Muhammad, mimi na Muhammad tu. Na wale walikuwa wanataka kumpiga akisema wala tudkhil ahadan siwana, wala usimuingize mtu yote mwingine katika hawa. Mtume akasema laqad dayyaqta rahmatallahi alwasi',
hapo umeshazidhiki zile rehema za Mungu pana. Usiseme mimi na wewe tu. Mapenzi yalimfanya mpaka pepo anataka iwe yake yeye na mtume basi, kwa jinsi alivyokuwa amefurahishwa na bwana mtume Muhammad. Sasa wewe watarajie na wengine. Sisi tutapata faida gani ikiwa tunawatarajia watu kwenda motoni? Lakini tukiwatamania kwenda peponi, alhamdulillah, tuwatamanie mazuri. Kwa hiyo kuna watu ambao mwanzo wao mbaya lakini mwisho wao mzuri. Hao tuwafuate, tuwaeleze, tuwahadithie, tukae nao, tuwafanyie dawa, ili na wao wapate kuona kwamba hii dunia hatukuletwa hapa kwa ajili ya jambo lolote isipokuwa ibada. Maana ukienda Ufaransa kwa ajili ya shopping, utakwenda madukani. Ukienda kwa ajili ya hospitali, utakwenda hospitali. Ukishuka ndege tu utaletiwa machela na ambulance ikupeleke. Kama unaenda kutalii, utakwenda sehemu za kutalii, museum na sehemu nyingine. Na sasa kama umekuja duniani kwa ibada, kwa nini unafanya mambo mengine sio kwa ibada? Lazima ufanye ibada, ndio lokuleta. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mazina hapa ulimwenguni leo tuko grupu 4. Mungu atujalie katika grupu hii ya mwanzo ambao wanakuwa wema kuanzia mwanzo mpaka mwisho wao. Na Ramadhani pia tuwe kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani tuimalize vizuri. Wapo ambao tayari wamemalizikia huko katikati, wameshindwa. Sisi bado tupo na tunamwomba hizi siku 2-3 zilizobakia Mwenyezi Mungu atuhitimishe kwa salama. Na usiku wa leo tufanye itihada ya hali ya juu. Sahaba wanasema ndani ya huu usiku wa cheo kuna alama fulani zinaonekana. Ni lailatun safat samauha wa raqqa mauha wa taba hawauha wa sakana tayruha. Kila kitu kinakuwa kitulivu, hata ndege wanakuwa watulivu, hata wanyama wa usiku wa Lailatul Qadr wanakuwa utulivu, hata hali ya hewa inakuwa burudani, si joto wala sio baridi, upepo mwanana. Na hata jua ukiamka siku ile, siku ya pili yake, jua linakuwa pia nalo limekuwa sio la kawaida, halichomi likaunguza wala halitoki kama kuna mvua, hata kunawezekana kuna marasharasha. Yote hii ni ishara ya kugubikwa na neema za malaika walotanda katika usiku wa cheo. Wote wako siku hiyo. Maana yake Mwenyezi Mungu anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanashuka malaika. Ilikuwa inatosha tu kusema wanashuka malaika, maana Jibril ni miongoni mwa malaika. Lakini Mwenyezi Mungu kaona lazima nimtaje hasa Jibril hususi, yeye ana nafasi yake maalum katika usiku huu. Nikasema waruhu fiha, wanashuka malaika, wakatajwa malaika wote, kisha akatajwa Jibril peke yake, kuadhimisha usiku huu wa cheo kwamba ikiwa anahudhuria malaika Jibril usiku huu sio usiku wa kawaida. Maana ukiuliza yuko nani hapo katika hafla fulani, akitajwa mtu mkubwa utakwenda na wewe. Kuna watu wengine hafla kama hakuna viongozi hawendi, akiambiwa yuko kiongozi anakwenda, yuko fulani, yuko mbunge fulani na anakwenda, labda yuko mheshimiwa rais mwenyewe yupo, ndo anakwenda mapema kabisa. Sasa usiku wa cheo yuko Jibril dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Maana Jibril mtume alipomwona kule Sidratul Muntaha anasema raaituhu fi suratihi allati khalaqaha Allah, nilimuona katika ile sura yake yenyewe ambayo Mungu amemuumba. Lahu 600 janah, anaambiwa mbawa 600, ma baina janahin ila janahin kama baina samai wal ardh, baina ya mbawa mpaka mbawa nyingine ni kama baina ya mbingu na ardhi. Jibril anakuwepo katika usiku wa cheo. Huu ni usiku wa kulala huu ni usiku wa kucheza karata, huu ni usiku wa kucheza bao na keram, huu ni usiku wa kufanya ibada. Lailatin adhima, usiku mkubwa mtukufu ambao Mwenyezi Mungu alimtuma malaika mtukufu kwa mtume mtukufu mbele ya nyumba tukufu katika umma tukufu kwa kitabu kitukufu Qur'anul Karim. Kila mambo yalikuwa matukufu wakati huo. Mola mtukufu amemtuma malaika mtukufu kwa kitabu kitukufu kwenda kwa mtume mtukufu ndani ya usiku mtukufu katika mwezi mtukufu pembeni mwa nyumba tukufu kwa ajili ya umma mtukufu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas.
Basi baada ya mazuri haya yote, ndugu yangu Muislamu, unashindwa kuwa active, kuwa na nishati ya kufanya ibada. Unaacha masiku haya yanapita hivi hivi bardan wa salama. Mwenyezi Mungu anashuka katika wingu wa dunia, mbingu ya dunia, anasema hal min mustaghfirin fa aghfir lah, hal min sa'ilin fa u'tiya, hal min taibin fa atuba alayh. Je, yuko mwenye kuomba nimpe? Je, yuko mwenye kutubu nimsamehe dhambi zake? Je, yuko mwenye kustaghfiru? Yani Mungu anatuuliza, sisi tunamjibu kwa kuunguruma na usingizi. Watu wamelala hawana habari. Kafa nauman, kaburini tutalala sana. Angalau kwa usiku wa leo tu mtu asilale, maana ukiingia kaburini unalala qarnan baada qarn, mpaka Israfili atakapopuliza parapanda. Usingizi wa hali ya juu. Leo angalau tupishe masaa machache tu. Wangapi tumekesha kwa ajili ya disco? Wangapi tumekesha kwa ajili ya marusha roho na mipasho? Wangapi tumekesha kwa ajili ya mipira? Wakati World Cup ilipokuwa inachezwa Marekani, huku ilikuwa tunatizama wakati wa asubuhi, alfajiri, na wengine wakitizama mechi usiku kucha. Na mtu anakaa kwenye runinga yake saa 8 usiku anaanza kutizama mechi. Hata ikimalizika mechi, Allahu akbar, as-salatu khairu minan naum, yeye anasema an-naumu khairu minas salat, ndo anaenda kulala. Mambo ya michezo tunakesha, mambo ya upuuzi tunakesha, mambo yale ya kukesha hasa hatukeshi kwa ajili yake. Kwa hiyo leo, ndugu zangu Waislamu, tusije tukapitwa, na kuhimizeni na nahimiza nafsi yangu tufanye ibada kwa wingi, kwa sababu ikidiriki kwamba wewe umepatikana na usiku wa cheo, basi Mwenyezi Mungu anakupa kheri za miezi 1000. Kule Misri usiku wa leo ndo watu wengi, yule kadhi wa kuozesha mpaka sauti inakuwa hakuna tena, maana anatoka hapa anaozesha hapa. Kila mmoja anataka angalau harusi yake iwe imefungwa katika Lailatul Qadr. Wenzetu wanaitafuta zile kheri. Akitoka hapa alhamdulillah, akitoka mpaka asubuhi halali mpaka alfajiri, anatoka hapa anaozesha hapa, anatoka hapa anaozesha hapa. Kila mmoja anasema nataka mwanzo wangu wa maisha uanze ndani ya Lailatul Qadr, usiku wa 27 huu. Kila mmoja na activity zake, kama ni harusi, kama ni ibada, kama ni kusoma Qur'ani, kama ni dhikri, kama ni kutoa sadaka, kama ni nini, angalau wewe ukukute ule usiku unafanya ibada fulani. Basi ndugu zangu, insha Allah, kwa haya machache Mwenyezi Mungu atutilie taufiki.